Unaendeleaje mtazamaji wangu? Abu Mahir Melekwa hapa. Hivi sasa tunashuhudia akaunti nyingi za WhatsApp zimekuwa zikifungiwa, na hii ni kutokana na sababu kuu tatu. Sababu ya kwanza ni kwenda kinyume na taratibu za mtandao huo. Sababu ya pili, kutuma taarifa za uongo ikiwemo masuala ya utapeli. Lakini sababu ya tatu, watu kuitolea taarifa akaunti yako, yani kuiripoti kwenye vile ambavyo vinavyofanyika. Sasa kama wewe ni mmoja wa watu ambao akaunti yako ya WhatsApp imefungiwa na umekata tamaa kuhusu kurejea kwa akaunti hiyo, mimi nakuelekeza mambo haya ya kufanya, yatakusaidia kwa kiasi kikubwa sana. Sasa kabla ya kwenda kukueleza namna ya kuifungua WhatsApp yako, naomba nikueleze hivi. Ufungiaji wa akaunti za WhatsApp upo katika migawanyo mitatu. Mgawanyo wa kwanza, kuna zile ambazo zimefungiwa kwa muda, zipo zilizofungiwa kwa siku, na zipo zilizofungiwa milele daima. Sasa hizi ni hatua chache za kufuata ili kujinasua kwenye hili. Hatua ya kwanza kabisa, ingia kwenye Google Chrome, andika neno hili contact WhatsApp. Bonyeza linki ya kwanza hiyo unayoiona hapo. Hatua ya pili, nenda palipoandikwa contact us. Hatua ya tatu, kwenye hiyo fomu iliyokuja, baada ya hapo andika 255 kwenye country code yako, ama kama upo nje ya Tanzania basi andika kodi ya nchi yako. Chini yake andika namba ya simu iliyofungiwa. Hatua ya nne, utaandika email yako, itakuhitaji kuithibitisha kwa kuandika tena. Hatua ya tano, utachagua kifaa ambacho unatumia kwa ajili ya akaunti yako. Mfano kama unatumia kompyuta, unatumia kishikwambi, ama unatumia simu, basi utaandika hapo. Lakini hatua ya sita, utapewa chaguo la kuandika maelezo kidogo ya kuomba kufunguliwa akaunti yako. Baada ya hapo utasubiri ujibiwe ndani ya saa 11 hadi 12 kwa njia ya email. Sasa zingatia hivi, hii ni njia mojawapo ya kuomba kurejeshewa akaunti yako ya WhatsApp. Na kuhusu uhakika wa kurudishiwa inategemea, kwani zipo ambazo zimefungiwa kabisa, na kuhusu saa pia hutofautiana. Asante sana kwa kuweza kuitazama video hii. Tafadhali subscribe, bonyeza alama ya kengele, comment na share kwa wengine wapate elimu hii. Mimi naitwa Abu Mahir Melekwa.